Mnamo tarehe 8 mwezi wa 3 tuliadhimisha siku ya mwanamke shujaa, siku ya mwanamke duniani. Kwa hiyo huwa tuna kawaida sisi kila mwaka tunafanya sherehe. Kwa hiyo na tunapokuwa na sherehe tunaalika wageni rasmi. Tumekuwa na wageni rasmi mfululizo. Tuliwahi kumwalika ndugu yetu Mwakajumilo. Mwaka uliofuata tulikuwa na mbunge wetu mstaafu H.S. Amon. Mwaka uliofuata tulikuwa na Mama Mary Priska, naibu waziri wakati huo maji. Na mwaka huu tukawa tumemwalika Dr. Yasinta. Yeye ni daktari bingwa wa watoto. Kwa hiyo tukaona atatufaa sana kwa ajili ya wakina mama. Na kwa ujio wake kuna wakina mama ambao wamenufaika. Kwa hiyo siku ile sasa, baada ya kukusanyika pamoja, tukaona kuna umuhimu pia, kwa sababu ni mwaka wa uchaguzi, tukaona kuna umuhimu wa kumchangia mama, kwa sababu ilikuwa ni siku yetu wanawake, na mama ndiye aliyepitishwa jina na chama tawala kwamba ndiye atakayegombea. Kabidi tuhamasike pale pamoja na mgeni wetu rasmi kwamba tuweze kumchangia mama kuchukua fomu. Na katika kikundi chetu sio mara ya kwanza, tuliwahi kualikwa. Kuna kikundi cha Wamata walitualika pale Msasani, chuo cha ualimu, na wao wakatoa hamasa. Sisi kama kikundi tulichangia 100,000. Lakini sasa hii ya juzi tukaona hii ya kwetu sisi, ile ilikuwa sehemu ya watu wengine. Hii ya kwetu tukajitahidi, Mungu akatusaidia, tukapata jumla ya shilingi 1,132,200. Lengo letu tumsaidie mama kuchukua fomu. Tunajua mama ana uwezo wa kuchukua fomu, lakini aone kwamba kuna wakina mama wenzio ambao wana msupport, na kwamba tunaridhika na kazi yake nzuri anayoifanya kwa wananchi wote, na hata pia kwetu sisi akina mama. Tumeona mengi sana ametutendea. Hospitali ametujali, watoto wa kike amewajali. Kwa hiyo ili kumpa hamasa na yeye aone kwamba kuna watu nyuma wanaonifuata, wanaonipenda, wanaoniamini, wanaothamini kazi ninayoifanya. Kwa hiyo na sisi tumeona tuchangie kidogo. Tunajua mama ana uwezo wa kuchukua fomu, lakini tunataka ajue kwamba kuna watu ambao wanakubaliana na kazi anayoifanya. Wewe uko kwenye kitu kufahamu, lakini sisi tulioko kule pembeni tunajua ngoma unayoicheza. Rungu ni salama. Asante sana. Nashukuru. Hamasa zake na uzito wake. Na Dr. Yasinta sisi tulimwalika rasmi kwa sababu ya ile kazi yake aliyonayo. Unajua kina mama tuna changamoto nyingi. Mama ndiye mlezi wa baba na watoto, na yule ni daktari bingwa kwa watoto. Kwa hiyo tukaona kwenye kusanyiko la kina mama kama lile linaweza akawasaidia kina mama wengi, na mpaka sasa aliachia namba za simu na wamekuwa wakimpigia na amewasaidia walio wengi. Unaamini pengine ujio wake kama mgeni rasmi ndio ambao ulichagiza kupatikana kwa kiasi kikubwa hiki kwa ajili ya kumsupport mama? Unajua hamasa mtu anavyozungumza, kila mtu anakuwa nitamke neno upako. Kila mtu anakuwa na upako wake. Na yeye katika kulizungumzia alisema wanasema wakina mama hatupendani. Hebu leo tuonyeshe
kwamba sisi je, hatupendani kweli? Sasa lile likatuhamasisha kina mama kwamba hapana, hatuwezi kutokumpenda mama yetu na mambo mengi ameyatenda. Kwa hiyo hamasa ile ilikuwa ni nzuri sana kwetu. Hamasa hii mnaenda nayo mpaka uchaguzi mkuu 2025? Tena kumchagua mama tena tutoe hela ya fomu alafu tusifanye hamasa ya uchaguzi? Si kweli. Nimejiandikisha kabisa. Ninacho cheti cha kadi yangu ya nani hapa cha mpiga kura, nimejiandikisha na ninahamasisha na wengine waendelee kujiandikisha katika hizi siku ambazo ziliwekwa za kurekebisha hizi mpaka tarehe 7. Tunahamasisha akina mama waweze kwenda kujiandikisha ili kura nyingi azipate mama, ikiwezekana 99.9999. Yeah.